Guza huyo mama, guza huyo ndugu, waponya watoto wako Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Waponya watu wako, hata wale ambao ni wazizi hili, waponya wote kwa utukufu wa jina la Yesu. Ukawahurumie kwa sababu wewe ni Bwana. Tubariki katika ibada hii, tafsiri neno lako kwetu Bwana. Tunatamani ukatunenee, tunatamani ukatuongoze, tunatamani ukatusaidie. Hata wale watakaosikia ujumbe huu Bwana na kutazama wakiwa manyumbani, wakiwa mbali, wakiwa karibu, tunawaombea katika jina la Yesu Kristo. Come and reign, Lord. Reign in this month. Tawala mwezi huu Bwana. Tawala kila eneo la maisha yetu. Tawala kila eneo la taifa, kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni mtakatifu. Tunakuenzi na tunakutukuza. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba. Na wasalimu asubuhi ya leo, hamjambo. Nataka kunena kuhusu jaribu la kumngojea Mungu. Fungua katika kitabu cha Warumi sura ya 4. Warumi sura ya 4 nasoma mstari wa 17 shuka chini. Romans chapter number 4 verse number 17 to verse number 21. Teaching about the test of waiting God. The Bible says from NIV version that as it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that are not. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Verse number 19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Verse number 20, yet he did not waver from unbelief, waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Verse number 21, being fully persuaded that God has power to do what he had promised. Glory be to God. Tunasoma kuhusu Abraham katika from the scripture that we have read, and the Bible says that Abraham believed in God. The Bible says in verse number 18, against all hope Abraham in hope believed and so became the father of many nations, as just it had been said to him. Glory be to God. Wakati ambapo nasema kuhusu the test of waiting God, ninataka uelewe ya kwamba there are so many promises of God in our life. There are so many things that God promised us as a ministry. There are so many things that God promised us as a family. There are so many things God promised us as a county. And there are so many things that God promised us as a nation. And because of the promises of God, we have hope in him, that even though those promises have not turned to our life, but we are hopeful that one day those promises will come to pass. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. And the issue here is God called Abraham to come out from his father's house in the book of Genesis chapter number 12, and he promised him that he will make him great, and his name will be also great, and he will make him a father of many nations. And after many days, the Bible says so many things happen in the life of Abraham together with his family. And I want you to understand a few things as I teach this word this morning, that patience is not waiting. Patience is what you are doing while you are waiting. God might
miss something. Maybe Mungu anaweza kuwa ameahidi kitu na unakaa unangojea kile ambacho Mungu ameahidi. But I just want to assure you, the greatest test after the promise of God to those God has promised is not being patient, is what they are doing while they are waiting. Are we together, church? Kile ambacho unachokifanya wakati unangojea depend and it determines kama kile ambacho Mungu aliahidi kitaweza kutimia. Katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Are we together, church? Na kwa hivyo ni vizuri ukaweza kuelewa ya kwamba despite of the promises of God, your character, your behavior matters a lot while you are waiting. There are so many things that God has promised, but they will never take place in your life if you will not do the right thing. Many people, they are charisma, but they don't have character. The reason why many people are just the way they are is only because they have not gotten an opportunity of doing wrong. Otherwise, mtu akipata nafasi ya kufanya dhambi anaweza kuifanya kwa haraka. Jina la Bwana litukuzwe. But a person of a character, even when he has an opportunity of doing what is right, what is wrong, he considers God's word first. Glory be to God. You remember the case of our brother Joseph? He had a very good open opportunity of sleeping with Potiphar's wife. Na aanze kuondolewa ile kazi kubwa aliyokuwa nayo na akaanze kuishi maisha sawa sawa na vile ambavyo pengine angehitaji. And because Joseph was a man of character, with an open opportunity, alisema no. Na akapelekwa gerezani. Na akiwa gerezani na mke wa Potiphar akimjaji, amefanya hata hiyo nguo yake, na alikuwa na evidence kwa sababu nguo iliachwa. Enough evidence. Siku ya leo produce that evidence, mtu atafungwa. Na hivyo ndivyo Joseph alifanya. But even when he was in prison, his conscience was right. Hata kama kuna sauti inanena, the fact remains, hata Mungu anajua hiyo sauti inanena haiongei ukweli. Glory be to God. Amen. And it is just a matter of time. Sauti zote ambazo unena kinyume na wewe, while you are right, God will prove them wrong in the mighty name of Jesus. Amen. Don't waver in faith. So many people are struggling in faith, whether they will continue believing in God or not. Because there are so many things that are happening around. There are so many voices that are speaking against you. Unashangaa. Some of the voices, they just want to trick you, to bring you down, to divert your attention from where you're supposed to go. But I'm here telling you, my brother, patience is all about what you are doing while you are waiting. Glory be to God. Sauti zinaweza kuwa zinanena, lakini sihitaji kunena wakati sauti zingine zinanena. Nahitaji kungojea Bwana. Sauti zinene, ningojee Bwana ambaye atakuja kuleta uamuzi. Bila Job. Job wakati aliambiwa na rafiki zake, wewe umefanyia Mungu dhambi, ndiposa mambo yanaenda vibaya, sijui ndiposa mambo yake. Yeye hakusema kitu. Biblia inasema kwamba he counted God just. Hallelujah. Na akamwambia Bwana, one thing I know is that my Redeemer lives. Hallelujah. Na atasimama hapa ili anitetee. Most of us, we have lost our focus because we have fixed our eyes and our ears. Who is telling who and who is saying what? Don't lose your focus. Fix your eyes to God. Glory be to God. The Bible says in the book of Hebrews chapter number 12 and verses 1 that let us fix our eyes to God, the author and the finisher of our faith. He has started good work in us, and he can also be able to bring it to an end. Hallelujah. Ni yeye alianzisha kazi nzuri ndani yetu, na ni yeye atakaye kuja kuikamilisha.
It doesn't matter what the enemy is doing. But my sister, my brother, walk in faith, wait patiently on God. He will appear in your life. Na atakapojidhihirisha, watu watashangaa katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. There are several things that the enemy can do to divert your attention. Number one, he can attack your family. Hakuna mtu ambaye familia yake ikiwa atakuwa stable in mind. Mawazo yake yataondoka ili aanze kufikiria vile ambavyo anaweza kutetea familia yake. But remember, even when the enemy tries to attack your family, anakutafuta wewe. The enemy can attack your wife, he can attack your children, he can attack your husband, ili akutafute akuondoe from your focus. The area number 2 that the enemy can attack, he can attack the area of your worship. Na ndiposa Yesu katika kitabu cha Luke chapter number 22 and verses 31, Luke 22:31, alimuita Petro. Kumwambia Petro, Shetani anataka kuwapepeta kama ngano, lakini nimekuombea. Kamwekelea mkono akamwombea, akamwambia nimekuombea ya kwamba imani yako isipunguke, ili wewe utakaporejeshwa utaweza kuwarejesha ndugu zako. Glory be to God. Patient is not waiting. Patient is what you are doing while you are waiting. Glory be to God. Abraham considered God is faithful. Verse number 17. The Bible says he considered God faithful, who calls things which are not there as if they are there. Abraham aliona Mungu ambaye anaita vitu ambavyo haviko kana kwamba viko. Glory be to God. Verse number 19 inasema kwamba hakuweza kuyumba katika kile alichoamini. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tumeyumba na ndiposa tumekosa mwelekeo na tumezunguka mahali pamoja kwa sababu ya kuyumba. Abraham never wavered. Hakuweza kuyumba katika kile ambacho alikuwa ameamini. Jina la Bwana litukuzwe. Na Biblia inasema namna gani? Mungu akamfanya kuwa baba wa mataifa kwa sababu hiyo. Glory to God. What happened kwa Sarah? You know, Abraham walikuwa wamepatiwa a period of 25 years of waiting. He was called while he was 75 years old. Na akiwa na miaka 100 ndio Mungu alikuja akamsaidia. 100 years. Na mke wake alikuwa, Biblia inasema kwamba he considered all the facts. Katika verse number 18, Biblia inasema against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Verse number 19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Hallelujah. Do you know, so many times facts are not true. Facts and truth are two different things. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Facts and truth are two different things. Abraham considered all the facts that his body was dead. Scientifically, his wife's womb was dead. Hakuwa na that ability ya conceive, but he did not waver in what he hoped for. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting church? Unaelewana? There are so many facts around your business that can cause you to divert from your focus. There are so many facts around your family, around your marriage, that can cause you to walk out from that family, to walk out from that marriage. But the facts are not true. Glory be to God.
Bwana Yesu asifiwe. Even though Abraham considered facts that his body was dead, but he counted God who promised faithful. Glory be to God. Siku moja Abraham akiwa katika shughuli zake, mkewe akamuita akamwambia, hey, ninaona kana kwamba sitawahi kuzalia mtoto. Do this. Take my maid. Akuzalia mtoto. Wakachukua Hagar. Abraham akachukua Hagar na akazaa naye mtoto. The son ambayo Abraham alipata na Hagar was superior because he was the seed of Abraham. Na Abraham alikuwa na baraka. He is the same as Isaac. They are the equal, but they have that enmity. Wakona ule uadui, lakini wote wako na uwezo kwa sababu ya baba yao Abraham. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ishmael hataki kuona Isaac. Wewe ndio ulifanya nifukuzwe. Wewe ndio unafanya mambo yangu yasiende vizuri. Wewe. What are you doing while you are waiting? Matters a lot. Glory be to God. In the book of Psalm chapter number 40, verse 1, the Bible says that I waited patiently on God. Hallelujah. Nalimngojea Bwana kwa saburi, naye akaja akanichukua, akanitoa kwenye shimo la utelezi, akaniwekelea juu, na akaweka wimbo ndani yangu, na ninapoimba wimbo ule, watu wote humtukuza Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. You must wait God patiently, without wavering in your faith, without wavering in what you are hoping for, ili Bwana akakuja kutoe katika shimo la utelezi, akuweke juu. Zaburi hiyo 40 mstari wa kwanza kushuka chini, Daudi anasema ya kwamba nalimngojea Bwana kwa subira, naye akasikia kilio changu. Incline into my cry, na akakuja akanitoa kwenye shimo la utelezi, akaniweka kwenye mwamba, akaweka wimbo ndani yangu, na ninapoimba wimbo ule, watu wote huwa wanamtukuza Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. After waiting upon God, God will raise you up. Hallelujah. Are you getting me? Ukingojea Bwana, Mungu atakuinua. Promotion comes after test. Hakuna promotion ambayo huja bila majaribu. Huwa tunangojea Mungu kwa nini? Huwa tunamngojea ili atutoe katika kiwango ambacho tuko, atuingize kiwango kingine. Na katikati ya kiwango hicho kingine na mahali tuko, hapo ndio kuna mtihani. Abraham was fatherless. And in order for him to become a father of many nations, between a position of father of many nations and where he was, there was a great test. Glory be to God. Are you getting me? Na Biblia inasema ya kwamba Mungu hataruhusu majaribu ya kukujie yale ambayo hauwezi ukashinda. Sometimes sio kushinda, hauwezi ukashinda majaribu. Sometimes ni vile ambavyo unafikiria, kwa sababu ya vile ambavyo watu wale ambao wamekuzunguka, some of people ambao wametuzunguka, they are pushing out toward the wrong direction. Na sasa ufikiri vizuri, all of a sudden utajikuta kwamba umefanya uamuzi ambao uta hurt your life ever. Abraham did, because of Sarah, what hurted him the most. Wakati alikuwa anaambiwa kuza huyu mtoto, Abraham aliumia. Akajaribu kumwekea chakula, akajaribu kumwekea kiriba cha maji, lakini moyo wake uliumia kwa sababu ya kile ambacho amesikia. Most of the time huwa tunafuata sauti ambazo huwa tunasikia bila kufuata sauti ya Mungu, na unakuta ya kwamba tunakosea. Brethren, the greatest test of patience and waiting on God is what you are doing while you are waiting. Glory be to God. Are you getting me? That is the greatest test. And you should understand this. Promotion comes after the test. Right? Ukisoma katika kitabu cha Daniel chapter number 3 verses 15 to 18, Biblia inasema ya kwamba baada ya
Meshach, Shadrach na Abednego kutupwa kwenye moto na hawakuteketea, wakatokea. Walipotokelezea, Biblia inasema namna gani? Mfalme, the king promoted them into the provinces of Babylon, na akasema ya kwamba from today nisisikia mtu mwingine anaabudu mungu mwingine isipokuwa Mungu wa vijana. Are you getting me? So if you fail on waiting God, then you will fail to ascend into a higher position. Are you getting me? If you want to ascend into a higher position, kama unataka kuingia katika kiwango cha juu, you must wait on God without wavering. After this season, God is going to do great things in our families. Those who will wait patiently on God, after some time, after a season, something great will happen. Not only in their life, but also in their family. Once I'm blessed, wakati nimebarikiwa, jamii yangu itakuwa imebarikiwa. Unaelewa? Kwa sababu Mungu huinua mtu ili akasaidia wengine. Genesis 50 verses 19. Biblia inasema ya kwamba Joseph akaambia ndugu zake ya kwamba ninyi mlinikusudia mambo mabaya, lakini Mungu alikuwa amenikusudia mambo mazuri ili nikaweze kuokoa watu wengi. So I believe that you people, ninyi ambao hamjakubali kuondolewa na hofu na uoga, and you are still focused in your calling and in the area of worshiping God, I'm telling you for sure, something great will happen to you. Now utakuwa a pillar for your family. You will become a pillar for the church of Christ in the mighty name of Jesus. Amen. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? God has promised. So what? What are you doing? Because God has promised. Mungu alituahidi mambo makubwa as a family, as a church. Mungu alituahidi mambo makubwa. But what are we doing? Kwa sababu tumesema ya kwamba patient is not waiting. Patient is what you are doing while you are waiting. What are you doing? Just want to help you to understand few things that will cause you to remain focused. Remain focused in the promises of God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na itakusaidia kupass the test. Number 1, you should honor God who calls you. You should honor God who calls you. Mungu ambaye aliyekuita, the God who called you, you should honor him. Wakati umeheshimu Mungu, hautasikia mtu mwingine na hautadivert your attention to other things kwa sababu unaheshimu Mungu. Hata utanyenyekea kwake. Abraham aliheshimu Mungu. In our generation, the problem that we are facing is that many people, they don't regard God. Hawamuheshimu Mungu. Na nipoza wanafanya mambo. If you want to pass the test of waiting, honor God. Kwa hivyo hata ukisikia mambo, hautafanya vile unasikia, utakaa pale kingojea Mungu. Glory be to God. Na nipoza Biblia inasema kwamba Abraham counted the one who promised he as a faithful God. Hallelujah. When you honor God, you will count him faithful. Kwa hivyo you will not waver. And if you cannot waver in unbelief, you will be able to pass the test. Number 2, you must have faith in God. You must have faith in God. Biblia inasema kwamba wanaotumainia Bwana hawataaibika. We don't have any reason to be ashamed if we are faithful to God. Brethren, you need to have faith in God. In the mighty name of Jesus Christ. Especially in this season, you need to release your faith in God, who calls things which are not in existence as if they are. Kwa sababu yeye haoni mambo ili aseme, huwa anasema bila kuona. Biblia inasema yeye hutangaza mambo ya mwisho akiwa mwanzo. Glory be to God. We were predestined to be great. We don't need to have shortcuts. We need to consider the one who created us, who called us, is faithful. Na ataweza kututendea katika jina la Yesu. Jina
Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, walk in the ways of God. If you will pass the test of waiting God, you must walk in the ways of God. Ukitembea katika njia za Mungu, Mungu ataweza kukuokoa na ataweza kukusaidia. Wengi huwa tunashindwa kutembea katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Baada ya Jacob kudanganya sana, na ni yeye alikuwa amebeba baraka za Mungu za kufanya Abraham awe baba wa mataifa. Biblia inasema katika kitabu cha Malachi chapter number 1 verses 5. Malaki chapter number ya kwanza mstari wa 5 na mstari wa 6. Biblia inasema namna gani? Ya kwamba Mungu alimpenda Yakobo na akamchukia Esau. Yaani Mungu alimpenda Yakobo na akamchukia Esau. Kwa hivyo Yakobo alikuwa amechaguliwa awe baba ambaye atakayesaidia ahadi za Abrahamu zikaweze kutimia. Na aliishi maisha ya kudanganyana, maisha ya uongo, maisha ya vituko, maisha mengi. Genesis 32 mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa anatoka katika nchi ya mjomba wake, akafika Jacob. Alipofika Jacob, Mungu akamweka uoga ndani ya Jacob. Akaanza kuogopa ndugu yake asije akauawa. Na wake zake na watoto wake wanajua kwamba yeye ndiye mtu ambaye ni hodari sana. Biblia inasema namna gani? Alikavukisha vitu, akabakia nyuma. Malaika akatokea, akareswa na Yakobo mpaka kupambazuka kwa usiku huo. Wakati ambapo kulikuwa kuna pambazuka, kuna kucha, Yakobo akaguzwa kwenye paja lake, akateguka. Nguvu zote zikamwishia, nguvu za kudanganya, nguvu za uongo, nguvu za unyang'anyi, njia na tabia mbaya, mienendo aliyokuwa nayo mbaya, akateguka. Akaambiwa na malaika, sasa niachilie niende, na ameteguka, nguvu zote zimeenda. Akamwambia, sikuachilie mpaka unibariki. Akaulizwa, unaitwa nani? Akasema, naitwa Yakobo. Kwa hiyo Yakobo ni kumaanisha mnyang'anyi, mtu ambaye ana njia ambazo sio nzuri. Kuanzia leo utakuwa unaitwa Israeli. Na malaika akaondoka. Malaika akiondoka, Yakobo, "Nyapia ni nani?" Malaika akamwambia, "Nani?" Akana, "Puh." The ways of Jacob was changed since that point. Akavuka Jacob. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa amebakia Jacob, lakini akavuka. Alipobadilishwa, alipoguzwa mpaka sehemu ile, akaibadilisha jina, akaita Paniel. Akavuka Paniel. Alikuwa anachechemea. Watu wakimwona anachechemea, hawakuwa anajua ya kwamba ni njia zake zimebadilishwa. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Ili Mungu atuingize katika njia zake, wengine ni lazima kuna mambo yafanywe katika maisha yenu. Wacha kungojea mpaka ushikwe kwenye paja. Wacha kungojea mpaka uumizwe. Just walk in the ways of God and you will pass the test of waiting on God. Katika jina la Yesu. Glory be to God. Number 4. You must learn to understand the voice of God. You must learn to understand the voice of God. Lazima ujifundishe kusikia sauti ya Bwana. 2 Kings chapter number 19. Wakati Elijah alikuwa katika pango, Biblia inasema ya kwamba akaitwa na Mungu nje ya pango. Alipotoka, ukatokea upepo mkubwa, tetemeko la ardhi. Yaani katikati ya sauti za tetemeko la ardhi, upepo mkali, Mungu hakuweko pale, naye akaendelea kukaa pale. Lakini akiwa amekaa, akasikia, he had a very soft, instilled voice of God. Sauti nyororo ikiwa inatoka. Akaulizwa na Bwana, ni nini unafanya hapa? Akasema ya kwamba manabii wote wameuawa, ni mimi nimebakia peke yangu. Akaambiwa, hakuna, nimejibakishia watu 7,000 ambao hawajainama wala kubusu miungu ya Baali. Ondoka, enda utie Hazaeli mafuta awe mfalme wa Shamu.
umtie Jehu mafuta awe mfalme wa Israeli, umtie Elisha mafuta awe nabii kwa niaba yako. Baada ya hapo nitakuruhusu ukuje, sababu alikuwa ameomba mara kadhaa akufe. You must learn to understand the voice of God. Kabla Mungu hajanena, watu huwa wananena. And in the past nimefundisha kuhusu understanding the voice of God. Nikasema ya kwamba there are so many voices in this world. Kuna sauti nyingi ambazo zinanena. Kuna sauti ya shida, kuna sauti ya marafiki, kuna sauti ya mke, kuna sauti ya mume, kuna sauti nyingi ambazo zinanena. Na wengi kile ambacho kimetusumbua ni sauti zile ambazo huwa zinanena. Na sauti hizo huwa zinakuja kabla sauti ya Mungu iongee. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. You must learn to wait on God and understand the voice of God. Sarai wakati aliongea, sio Mungu alikuwa ameongea, ni Sara alikuwa ameongea. Because after sometimes Mungu alikuja, Genesis 18 akasema mwaka ujao huyu mama atakuwa amepata nini? Mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Genesis 21 verse 6 Biblia inasema namna gani? Wakati ambapo Sarai alichukua mimba akapata mtoto, alisema Mungu amenitengenezea kicheko. Akasema Mungu amenitengenezea kicheko na watu wote watakao niona watacheka pamoja na. God will shock many people after he has visited your family, after he has visited your life, after he has visited the church, after he has visited the nation of Kenya. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Mambo yanaweza kuonekana kana kwamba ni vibaya, lakini brethren, let us learn how to understand the voice of God. By virtue of understanding the voice of God, you will be able to pass the test. Hautaondoka kabla hujaweza kukamilika. Understanding the voice of God is very important. Itakusaidia kungojea Bwana. Glory be to God. Understanding the voice of God is very important in the process of waiting on God. Watu wengi huondoka. In the beginning, mtu huwa anaitwa na Bwana, enda mahali fulani, fanya jambo fulani, kuwa kitu fulani. Kusikia sauti ya Mungu ni kitu cha maana. Wale wote ambao Mungu amewatuma katika kanisa hili, kusikia sauti ya Mungu ni kitu cha maana. Kwa sababu haukuja tu, ulikuja kwa sababu Mungu alikutuma. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mliunganishwa na madhabahu haya wakati wa kwanza kwa njia ya kutoa mali yenu kanisani. Sio bure tu. Mungu alikuunganisha kwa sababu kuna kitu alitaka. It's good to understand the voice of God while you are waiting, and God will take you to your destiny in the name of Jesus. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe because of our time. Tuambie Bwana tuweze kutusaidia. Those 4 things will help you to understand how you can behave while you are waiting on God. Just honor God. Just have faith in Him. Walk in His ways. Understand the voice of God. Ili sauti nyingine inaongea, usikubaliane nayo. Ili mtu mwingine ambaye anaweza misguide au kumislead, usikubaliane naye, utembee katika njia za Bwana na utaweza kusimama katika jina la Yesu Kristo. Simame juu na miguu yetu. Naamini ya kwamba Bwana ataweza kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako juu, ambia Bwana nisaidie. Kuna mtihani wa kukungojea, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Ambia Bwana akaweze kukuhurumia mpendwa. Just talk to your daddy. Ambia Bwana akakusaidie katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana akakusaidie ukaendelee kumheshimu Bwana. Ambia Mungu akakuwezeshe kuendelea kumheshimu yeye aliyekuita. Biblia inasema kama Mungu ni baba yetu, heshima yetu kwake iko wapi? Ambia Bwana kuanzia leo nitadhihirisha heshima ya juu kwako katika jina la Yesu Kristo.